kwa maisha yetu ya dunia na makazi yetu ya barzakhi na mkutano wetu tutakaokutana na Allah siku ya Kiyama. Tuko katika kitabu cha Al-Fiqhu Al-Manhajiyu. Kama ilivyo kitabu chenyewe kimelizungumza neno fiqhi, maana yake mbele yetu kuna darsa la ilmu ya fiqhi. Ilmu ya fiqhi, wanawazuoni katika taarifu zao wanasema ilmu hiyo almustambatu min alkitabi wassunna. Na ilmu ya fiqhi wanawazuoni katika kuelezea fadhila zake wamesema, ukiacha ilmu ya tauhidi, ilmu inayokamata nafasi ya pili ni ilmu ya fiqhi, kwa sababu ndiyo ilmu itakayokuwezesha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyostahiki kuabudiwa. Kuna mmoja kati ya wanawazuoni anasema, kamtairin, wako ndege wengi yatiru, wanaruka hewani, lakini akasema wala kabazin, hawamfikii katika kuruka kwao kwa kupotea kwenda angani huko juu, hawamfikii kozi. Pamoja na kwamba ndege wanaruka wengi sana na wanakwenda spidi, lakini kozi ndio bingwa wao kwa kupaa na kupotea huko angani. Akasema wakam tibin, yako manukato mengi duniani yananukia. Manukato yanayonukia yako mengi. Kuna mtu mwingine ukikusanya tu na mkono wake utanukia mpaka nyumbani kwako, inaweza kukasababisha ugomvi. Umeondoka hapa, ukuondoka na manukato haya, inaelekea kuna nyumba umekwenda, mafuta haya ndiyo ukafukizwa. Manukato yako mengi yananukia, lakini akasema wala kamiskin, hayawezi kufikia thamani yake na ubora wake manukato ya miskin. Kwa maana hiyo anakusudia kutwambia ilmu ziko nyingi sana, lakini hazifikii thamani ya ilmu ya fiqhi. Akasema man arada an ya'tazza bil ilmi, atakayetaka kujipamba kwa ilmu bora ya kujipamba nayo, fa ilmu alfiqhi aula bi'tizazi, basi ilmu ya fiqhi ndiyo mtu anastahiki kujipamba nayo, ndiyo ilmu bora. Tumesema ukiacha ilmu ya tauhidi. Sasa katika Uislamu kuna kitu kinachoitwa hukumu tano, khamsatu ahkamin. Kuna hukumu tano ambazo maisha ya mwanadamu yatapita katika moja katika hizo hukumu tano. Kuna hukumu tano mwanadamu yoyote katika mzunguko wake wa maisha atapita moja katika hizo hukumu tano. Hukumu ya kwanza inaitwa alfardhu awil wajibu, fardhi au ni wajibu. Sasa hili jambo la fardhi ni jambo la lazima, yuthabu fa'iluhu, anayefanya fardhi kutekeleza amri ya Mola wake analipwa thawabu, lakini wayuaqabu tarikuhu, atakayeacha jambo la fardhi au wajibu, huyo mtu ataadhibiwa.
Alafu kuna hukumu nyingine inaitwa sunna, yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu. Atakayetekeleza mambo ya sunna anapata thawabu, atakayeacha mambo ya sunna haadhibiwi, lakini atakuwa amekosa fadhila. Liko jambo la tatu au hukumu ya tatu inaitwa haram. Haram ni jambo ambalo kila mtu anapaswa kuliepuka, na atakayeliepuka imtithalan li amri llahi, kwa ajili ya kufata amri za Mwenyezi Mungu, yuthabu, analipwa thawabu kwa kule kuacha kwake. Lakini wayuaqabu fa'iluhu, huadhibiwa mwenye kufanya jambo la haramu. Lakini kuna jambo lingine au hukumu nyingine inaitwa mubaha awil ibaha, uhalali wa jambo. Jambo hili linaloitwa mubaha, la yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu, mwenye kufanya halipwi thawabu na wala mwenye kuacha kufanya halipwi dhambi. Na jambo la tano linaitwa makuruhu. Jambo hili la makuruhu vile vile, atakayeliacha jambo la makuruhu, basi huyu mtu akifanya hivyo kwa ajili ya kufuata maelekezo ya Allah, mtu huyo hupata thawabu imtithalan li amri llah. Lakini mtu atakayefanya mambo ya makuruhu hapati dhambi. Sasa katika haya mambo matano, wanawazuoni wakaongeza mambo mawili. Jambo moja wakaliita sahihun au siha. Hili jambo utakalotekeleza la fardhi au la sunna linategemea kuswihi wal ibtal, na kubatilika. Ikiwa utalifanya linavyotakiwa, litakuwa hilo jambo limeswihi na ndio utapata thawabu. Hiyo swala kama utaitekeleza kinyume na vile ilivyoelekezwa, itakuwa batil, na hata kama umeingia msikitini hutoambiwa wewe umeswali, utajulikana msikitini unaingia. Kwa hivyo kuna kitu sahihi na kuna kitu kinaitwa batili. Sasa sisi somo letu hili la sheria la fiqhi, tunasoma haya mambo mawili makubwa. Baada ya kujua wajibu wa swala, swala hii tunaiswali vipi mpaka iwe sahihi, na swala hii tuepukane na nini ili isiwe batili. Sijui mmenifahamu. Sasa katika darsa lililotangulia, shekhe tukiwa katika kitabu salati alitusomesha sunanu salati. Katika hizo sunani salati akazigawa sunani salati katika sehemu mbili. Akasema kuna sunani salati zinaitwa al-ab'adhu, lakini na kuna sunani salat zinaitwa hayat. Akatwambia ndani ya hizi sunna za ab'adhu ziko sunna zilizo nje ya swala. Akatutajia adhana na iqama na sutra, akatuletea sunna hizo. Akatwambia na kuna sunna za ab'adhi ziko ndani ya swala, na hizo tumezisoma, lakini ziko sunna ziko nje ya swala. Vile vile alitwambia kuna sunna zinaitwa hayat. Hayat alituambia zipo, na ukifika wakati wake akatuahidi atatusomesha sunna zinazoitwa hayat. Kwa hivyo leo
biidhnillahi taala, shekhe anataka kutusomesha sunna zinazoitwa hayat. Zile za abadhi kwanza tumezijua, alafu hukumu yake mtu anapokosa kuleta hizo sunna za abadhi za ndani ya swala, anasuniwa kuleta sijidatai sahawi. Kwa hivyo hilo tulimalizana naye shekhe. Vijana huwa wanasema hatumdai, uongo bwana. Taib, sasa leo tuko katika alhayat, sunna zinazoitwa haia. Na neno haia ni pambo. Ile swala yako ipendeze, kuna mapambo yake, kama ilivyokuwa hata katika mavazi yako upendeze, kuna mapambo yake. Vile vile nyumba yako ipendeze, kuna mapambo yake. Kwa hivyo swala inayo mapambo ya swala, ili swala ipendeze, inaitwa hayat. Wakadi dhakarna, huko nyuma shekhe anasema tumekwisha kutaja, anna alhayat, kwamba sunna zinazoitwa haia, hiya sunanu salati, ni sunna za swala, allati, ambazo intarakaha almusalli, ikiwa mswaliji ataziacha, lam yusanna jabaruha, hapakusuniwa suna hizo kuziunga, bisujudi sahawi, kwa kuleta sijidati sahawi mwisho wa swala, bikhilafi al-ab'adhi, suna hizi zinatofautiana na sunna za ab'adhi. Wal hayatu, na hizi sunna zinazoitwa haia, tatalakhasu fi ma yali, zinarahisishika, zinaelekezeka kwa mulakhaswa kabisa katika maelezo yafuatayo. Usisahau katika swala tulisomeshwa nguzo za swala. Usisahau katika swala tulisomesha sharti za swala. Usisahau katika swala tukasomeshwa suna za swala. Lakini katika hizo suna za swala tukagawiwa kuna ab'adhu na hayat. Alhamdulillahi, ab'adh tayari tumezishazifahamu. Kwa hivyo mswaliji wowote, ili swala yake iingie katika ile kaida ya sita, ile asiha, ni lazima mambo haya ayafahamu. Na ili isiwe batili swala yake, ajilinde sana mambo hayo kutokuyafahamu. Tunafahamiana Alhamdulillah. Jambo la kwanza katika sunna za hayat, rafu'u liyadaini, kunyanyua mikono miwili, inda takbiratil ihrami, wakati wa kuleta takbira ya kuhirimia. Tulishaisoma katika nguzo za swala nini takbiratul ihrami, inaletwa mahala gani. Kwa hivyo hapo ni sunna kunyanyua mikono. Wa inda rukui, na wakati mtu anapotaka kwenda kurukuu katika rakaa ya kwanza, anataka kwenda kurukuu katika rakaa ya kwanza, warafi minhu, na wakati ananyanyuka kutoka katika rakaa ya katika rukuu ya rakaa ya kwanza. Sehemu tatu hizo. Sehemu ya kwanza, inda takbiratil ihram, tuseme kwa sauti, usalli fardha dhuhuri mathalan, Allahu akbar. Hiyo ni takbiratul ihrami. Sasa ile kunyanyua mikono Allahu akbar, hii ni sunna inayoitwa haia.
na haia tumesema ni katika mambo ya kuipamba swala. Ukilifanya jambo hilo utakuwa umefanya jambo la sunna na utapata thawabu.